uko salama hapa. Uko salama? Yes. Kwa sababu ni Bwana aliye Roho anakuhudumia mwenyewe. Tuko pamoja? Ni muhimu kuwa na uhakika kwamba uko salama. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kama wewe ni mtoto wa imani, lazima uone bayana kwamba Mungu yuko upande wako na anajishughulisha na maisha yako. Wala hakuna neno lisilowezekana kwako ikiwa uko ndani ya Kristo. Haleluya. Unajua neno la Mungu linasema katika kile kitabu cha Wakorintho, hatujaanza usiende huko, mlango wa pili, Wakorintho wa pili mlango wa 3 pale anasema si kwamba tunatosha kuwaza kwamba jambo lolote ni letu wenyewe, lakini Mungu ndiye anayetutosheleza kwa wahudumu wa agano jipya. Sio la andiko, kwa lugha nyingine sio la kimwili, sio la Torati, bali la Roho. Akasema kwa sababu andiko huua, huduma ya kimwili inaua, huduma ya Torati inaua, lakini Roho huhuisha. Roho huhuisha. Roho hutia uzima. Roho hufufua kilichokuwa kinataka kufa. Roho hufufua kilichokufa. Roho hutunza kile ambacho hakijafa kisije kikafa. Roho inaleta vitu vipya ndani ya mtu. Roho inachipusha matunda. Roho inastawisha. Asubuhi njema leo na kuhakikisha kwamba unahudumiwa na Roho Mtakatifu. Asubuhi njema leo na kuhakikisha unahudumiwa na Roho inayohuisha. Roho ya Kristo inakuhudumia pale ulipo. Rapa shekepe sekeke. Rihandorobo kosike terika patake. Shoko pakeke rika patote. Rapa shoko. Ukishika hapa, jua Roho Mtakatifu yuko kazi. Kwanza ni yeye anayekuleta. Kwa taarifa yako tu, majeshi yanayopingana na wewe usije hapa ni makubwa sana. Mtumishi wa Mungu Elisha akiwa katika kile kilima, mfalme wa upande wa pili akatuma majeshi kwenda kumkamata, kwa sababu alikuwa anaona mpaka mambo ya siri kule kwake. Akitaka kwenda kupanga vita, anakuta siri yake imefichuliwa kwa Elisha, na Elisha amemwambia mfalme wa Israeli vita inaharibika, hawashindi. Wakakasirika. Wakasema huyu mtu ni nani? Wakajua ni Elisha. Wakasema kamkamate, kamlete. Wameenda, jeshi kubwa limetanda kumzunguka. Msaidizi wa Elisha anaamka, analiona jeshi kubwa nje. Anamwambia bwana wangu, tumekwisha. Huko nje hali sio hali. Bwana acha akiwa pale ndani, yeye anajua kinachoendelea. Akamwambia usiogope. Hebu sema usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Uko mikono salama. Usiogope kabisa. Usiogope katika maisha haya. Usiogope katika hali yoyote. Usiogope kwa sababu ya hali za kiuchumi. Elisha akamwomba Mungu na kuomba mfunulie aone ninachokiona. Mungu akamfungua macho yule msaidizi wake. Akaangalia, akasema wow! Haleluya! Asema wow! Kwa sababu aliona jeshi la malaika kutoka mbinguni wakiwa wamewazingira kama lile jeshi la kimwili lilivyowazingira. Lakini habari nyingine,
kwa muhimu, kuzingira sio hoja, ni kwamba wale waliotoka mbinguni wanawazingira walikuwa wengi mara nyingi sana kuliko wale wa kimwili. Akafurahi, akarelaksi, akaacha kuogopa. Haleluya! Ninaomba nikushuhudie na kukuhakikisha asubuhi njema leo, jeshi la mbinguni lililo katika maisha yako, lililo kuzingira, ambalo limeagizwa kukutetea na kukupigania, ambalo limehakikisha makusudi ya Kristo yatasimama katika maisha yako, ambalo limekusudiwa na limetumwa kuhakikisha linang'oa kila kilicho hasi kwenye maisha yako. Hilo jeshi ni kubwa kuliko jeshi la mapepo linalokuzunguka. Tumaadhimishe Mungu. Haleluya! Rikekekera sakatoto rohondoro shindarabakasi ketete. Kwa sababu Mungu amesema hii vizuizi tunavyoviona kwenye maisha, unapanga hiki kinaharibiwa. Unataka kuzaa mtoto, hatoki inavyotakiwa. Unataka upate mtoto, upate ujauzito. Unataka ufanye hiki, hakiendeki. Mpaka kwa huko nje wanaenda kwa waganga. Mungu akatuambia, ukiona mambo haya yanatokea, usiwaze kwamba vita hivi ni vya wanadamu wanaotembea kwa mguu hivi, wanakufuata, wanakutegea, wanakuwekea mbinu na mbinde. Akasema ukiona hivi, ujue hivi vita sio vya mwanadamu mwenye damu na nyama. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Wangapi wanajisikia vizuri hapa waliko? Akasema vita hivi sio vya damu na nyama, sio vya kibinadamu. Kwa hiyo usiwazi kuvipigana kibinadamu. Tufanyeje? Akasema vaeni silaha zote za Mungu. Haleluya! Hebu mwambie jirani yako, vaa silaha zote za Mungu. Akasema vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa lugha nyingine, Mungu akaanza kufunua kwamba kilichopo hapa ni hila ya shetani. Anakuwa nyuma ya pazia, anamtumia mwanadamu mwingine kama mwanasesere. Nikisema mwanasesere, ni wangapi wananielewa? Kule kwetu tunasema kipupwe. Lakini lugha iliyozoea wanasema ni mdoli eti. Kwa hiyo anawatumia wanadamu wale ambao hawajahama kwake, anawatumia kama mdoli. Wanatoa mkono hivi, wanafanya hivi, wanafanya hivi, wanaongea sauti, halafu baadaye unasema tumekwisha. Akasema hapana, nawaeleza kilichopo. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa sababu kushindana kwetu, hebu sema huwa tunashindana. Mwambie jirani yako, hivi unajua huwa tunashindana? Hebu mkeugeo jirani mwingine mwambie, hivi unajua katika safari yetu ya Ukristo huwa tunashindana? Kuna wengine hawajageukia wengine, mimi nawaona wote hapo. Mwambie, hivi unajua katika safari yetu ya Ukristo huwa tunashindana? Mimi nitapiga picha. Kuna ambao mmeangalia chini. Haleluya! Msiseme kwamba mchungaji, mbona asubuhi njema, asubuhi leo anatuvuruga. Nimeshasema huduma ya Roho iko kazini. Hilo msahau kabisa. Kwa hiyo msiseme mchungaji, ndio maana utakosa point. Ndio maana Bwana anataleta kitu kitakupotea kwa sababu unawaza ni mchungaji. Ni Roho anakuambia. Hebu mwangalie jirani yako. Mwangalie, msiniangalie sasa hivi. Mwangalie jirani yako. Nataka kila mmoja nione anaangalia. Unajua kusikiliza kutoka madhabahuni mojawapo ya sifa za kupokea baraka kwa Mungu. Hebu mwangalie jirani yako. Hata kama ni jinsia tofauti, mwangalie tu. Sisi ni wapendwa. Kuna wengine wameapizwa na wake zao. Ukimwangalia jinsia tofauti, mimi na wewe. Sasa hapa uko kanisani, uko chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Mwangalie sasa jirani yako. Haleluya! Mwambie, unajua safari yetu ya Ukristo huwa tunashindana? Amekujibuje? Amesema ndio, si ndio? Kwa hiyo Mungu akasema
kushindana kwetu. Kwa hiyo anaposema kushindana kwetu, anaongea na watu ambao wanajua kwamba huwa wanafanya nini? Wanashindana. Sasa utamwambia mtu kushindana kwetu na yeye huwa ashindani, tena hajui hata kama kuna kushindana. Roho Mtakatifu anatupa elimu, anatupa vitu ambavyo tutatumia navyo tushinde. Anamwambia kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, maana yake sio juu ya wanadamu. Kwa hiyo kama hapo kuna namna ulikuwa unaanza unashindana na wanadamu kwenye jambo lako, weka break. Haleluya. Kama ulikuwa unashindana na wanadamu juu ya kiwanja chako, juu ya ile sufuria, juu ya ile kuku, juu ya ule mpaka, juu ya ile biashara, weka nini? Sema weka nini? Break. Useme napokea mvinyo mpya. Haleluya. Anasema kushindana kwetu sio juu ya wanadamu. Anasema tunashindana na nani? Tunashindana dhidi ya falme katika ulimwengu wa roho, dhidi ya mamlaka katika ulimwengu wa roho, dhidi ya wakuu wa giza hili unaloliona katika ulimwengu wa roho, dhidi ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hao ndio tunaoshindana nao. Haleluya. Haleluya. Na kama tunashindana na hao, tunafanyaje sasa? Mungu anasema tulia. Akasema kwa sababu hiyo. Haleluya. Hebu sema kwa sababu hiyo. Kwa sababu ya huo ukubwa wa vita, anatuambia kuna namna yake ya kuipigana. Haleluya. Akasema kwa sababu hiyo twaeni. Kwa taarifa yenu, hii mistari iko kwenye Waefeso mlango wa 6 kuanzia mstari wa 10. Amen. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Anasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za nani? Za Mungu, ili mpate kushindana, sio ili mpate kupigana. Kuna watu wengine wanasema tunapigana vita vya roho. Shetani ataniona, mtampiga. Chukua. Chukua. Hatujaitwa kupigana hivyo. Haleluya. Akasema twaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Hebu mgeukie tena jirani yako, hata kama unaona unachuka, ndio tumeanza hivyo. Mwambie hivi, unafahamu kuna siku ya uovu huwa inakuja kwenye maisha yako? Mgeukie na huyo wa upande wa pili, mwambie hivi, unafahamu kuna siku ya uovu huwa inakuja katika maisha yako? Amesema anafahamu, hafahamu? Haleluya. Hata kama ulikuwa ufahamu, Roho Mtakatifu ameshakufahamisha sasa. Amen. Kwa hiyo siku ya uovu huwezi kumuomba Mungu isije. Mwanze kupokea hilo. Huwezi kumuomba Mungu isifanye nini? Lakini unaweza ukajipanga katika Mungu, ikija ukashindana. Haleluya. Kwa siku ya uovu ikisha kuja unashindana. Lakini ukishasikia siku ya uovu imekuja, ndio unaanza kutafuta silaha ziko wapi nitwae. Utakuwa kutuilizwa. Haleluya. Siku ya uovu. Siku ya uovu, kwa lugha nyingine tunasema ni jaribu limeibuka. Jaribu linadondoka kama limetoka huko juu, hujui limedondoka saa ngapi. Siku ya uovu. Kitu chochote cha kishetani kikionekana kwenye maisha yako ni siku ya namna gani? Ya uovu. Na Mungu ametuhakikishia kwamba hii siku ya uovu tunaweza tukashinda kama tumetoa zile silaha zake. Haleluya. Akasema mpate kushindana siku ya uovu. Alafu mkiisha kutimiza yote, kisha kufanya nini? Kusimama. Unasimama, umekwisha kushinda. Anasema ukisha shinda usibotike kusema nimemaliza, ukaanza kwenda kama mtu anaenda sokoni Nyankumbu. Unabaki umefanya nini? Umesimama.
Kwa nini unasimama? Shetani huwa haagi akasema bye bye, nenda zako mbinguni, sina habari na wewe. Hivi unajua hata Yesu alipomjaribu Yesu alirudi baadaye. Kama Yesu, shetani alikuwa anarudi mara nyingi. Na sisi Yesu anakaa ndani yetu, si ndio? Kwa hiyo vita yake na ibilisi bado iko pale pale. Alipokuwa anapambana naye kule Yerusalemu, anapambana naye hata leo. Isipokuwa vita imepanuka, iko duniani kote sasa. Na Yesu anapigana na anashinda ikiwa vyombo vyake vinamsikiliza na kukaa sawa sawa. Hebu tumaadhimishe Yesu. Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba huwa tunashindana siku ya uovu. Hivi unashindanaje? Kama sio kurusha ngumi na mateke, wewe unashindanaje? Haleluya. Kushindana huku ukitafsiri kwa lugha zingine kama ilivyoandikwa pale. Kiingereza natumia neno wrestling. Uwe na amani, nitakufafanulia. Haleluya. Wrestling ni kushikana nini? Mieleka. Ni wangapi wanafahamu mieleka? Wachache hamfahamu. Mieleka, shule tulikuwa tunakamatana mieleka kwa kwenda mbele. Ilikuwa ni hobby. Darasa la kwanza mpaka la 3 mieleka kwa kwenda mbele. Nani zaidi? Mnashikana kwamba ndani amwangushe mwenzake chini. Wakati mwingine mnachoreana mstari hivi. Mnashikana mieleka sasa. Kumrusha mwenzako huko au ya kurusha ingie kwako. Hiyo inaitwa nini? Mieleka. Kwa hiyo shetani anapokuja, ile tunaambia tunashindana naye, anataka kukuondoa kwenye nafasi yako katika nani? Kristo. Ile nafasi yako ya baraka, ile nafasi yako ambayo Kristo amekupa kusimama, anakusukuma kuondoe. Anakusukuma kuondoe. Anasema anakusukuma uondoke. Uondoke katika msimamo wa imani yako. Uondoke katika shauku yako ya kuja kwenye ibada. Uondoke katika nafasi ile ambayo Mungu alikuwa ameshakupa ya kuhudumu katika kanisa lake. Uondoke pale. Hakwambia kama mambo yenyewe ni haya, si urudi tuwe mshirika wa kawaida. Kwani lazima kuhudumu hivi? Kwani lazima kuitwa shemasi? Kwani lazima kuitwa mzee wa kanisa? Ikiwezekana uondoke kwenye kukiri wokovu. Usipekuwa ni lazima kusema nimeokoka. Nikuokoka kwanza ni imani yangu mwenyewe na Yesu. Hata nisipoenda kanisani nimeokoka. Kwa sababu huwa anakupa na mawazo, huwa anakupa na akili ya kujitetea kimwili. Anakusukuma uondoke kwenye ndoa yako. Akamwambia Bwana, Mungu aliumba wanawake wengi kuliko wanaume, unafikiri kwa nini? Mwanamume jinsi alivyoumbwa hawezi kukaa na mmoja, yani ameumbwa ni mashine. Anasema hutendei kazi hazina ya Mungu. Amekuumba ni mashine, chapa kazi. Utarudisha ripoti gani kwa Bwana? Ni shetani huyo. Kwa hiyo achana na huyu. Hakai huko paki, lakini nenda kwa ndogo na ndogo na ndogo, ndiyo mambo yenyewe. Anakuambia ni huko. Kumbe neno linasema hapo mwanzo Mungu aliumba mtu mke na mtu. Hakuumba mtu mume na watu wake. Kwa hiyo ujue tu ni hila ya shetani. Unasema wako wengi, Mungu anajua atakafanya nao kama wako wengi. Usimsaidie Mungu kazi. Haleluya. Kwa hiyo anakusukuma. Anakusukuma, shughuli ni nyingi. Anakuambia shughuli nyingi. Anakuambia kwanza siku hizi hawa lokole ukiwasikiliza sana, ukiendekeza sana wachungaji wa lokole, utakuwa maskini. Utakuwa maskini kwa sababu wao wako pale wanakula zaka. Wako pale wanakula mbegu. Wako pale wanakula sadaka. Wao wanaendesha na magari. Alafu wanakuambia kila siku uende pale. Uende sijui Jumatano, uende Ijumaa, uende Jumapili, na wengine wanarudi tena jioni. Sasa wewe si utakuwa maskini, kazi yako utafanya saa ngapi? Biashara yako utafanya saa ngapi? Anakusukuma hivyo. Ikiitika unaondoka kwenye nafasi yako. Kumbe Mungu aliyekuita alijua unaweza kufanya hivyo vyote, alafu neema yake ndani yako kwa siku 2 tu kwa wiki akakupa hela ambayo ungeipata wiki nzima. Hebu tumaadhimishe Mungu kama tunaelewa.
iko hekima ya wenye haki. Mwambie jirani yako, iko hekima ya wenye haki na iko hekima ya waovu. Swali, wewe unatembea na hekima ipi? Ushauri toka madhabahuni, enenda na hekima ya wenye haki. Amen. Enenda na hekima ya wenye haki. Kwa sababu Mungu anajua kufidia. Yaani wakati wana wa Israeli wanapewa mana kule jangwani, Mungu akawaambia kila mtu achote tu pishi moja inamtosha. Halafu kila mmoja pishi moja. Wengine wanasema jamani, na bode hii yote pishi moja tu. Halafu ulaji wa nyumba yangu naijua. Wengine wanakula pishi moja, lakini kule kwangu nikipiga fugo ile sufuria likubwa namna hii kama la kupiga kwenye sherehe, ndilo huwa nakoroga pale nyumbani, watu wanakula wanamaliza. Sasa pishi moja. Wakaamua kuchukua pishi mbili, wengine pishi 3. Walipofika nyumbani wakala, Mungu akarekebisha kiasi kwamba walijisikia kama mtu aliyekula pishi moja. Haikusaidia. Na yule aliyechukua pishi moja na nyumba yake ina watu wengi, Mungu yuko kazini, akakisha ile pishi moja wote wanatosheka kama yule aliyechukua pishi 5. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo iko hekima ya wenye haki, akili za wenye haki. Sehemu nyingine kwenye Biblia inasema ni akili za wenye haki. Tembea na akili za wenye haki. Ni Roho Mtakatifu anakuhudumia leo. Haleluya. Anasema tembea na akili za wenye haki na utashinda tu. Amen. Utashinda. Hapo ulipo unapambana katika mambo ya kimungu, unapambana katika nafasi yako ndani ya kanisa, unapambana na nafasi yako katika njia ya wokovu, kwa sababu unaenenda na akili za wasio haki. Unaenenda na akili za watu wa dunia. Iko akili ya wenye haki. Iko akili ya wenye haki. Ukitembea na hiyo, hakuna litakalo kwama kwenye maisha yako. Hebu tumaadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Kila uongo atakao uleta ushetani utaupangua. Atakwambia utapata hasara kwenye biashara siku 3 zote kanisani. Alafu anakuambia siku 3, kumbe hapo wewe unakuja saa 10 tu. Uone sasa alivyojua kudanganya watu. Na unamkubalia wakati unajua kabisa saa 10 tu ndio unakuja hapa. Kuanzia asubuhi mpaka saa 10 hiyo ulikuwa kazini. Lakini kwa sababu anajua kudanganya, na wewe kuna mambo yako ya kimwili umeyasimamia, unakubaliana naye. Lakini kama anakuja namna hiyo, unamwambia sikiliza, mimi sitembei na akili za dunia, sitembei na akili za wanadamu, mimi natembea na akili ya wenye haki. Akili ya wenye haki inaniambia kwamba hakuna uhitaji kwa yeye aliye ndani ya Kristo. Mungu anatutosheleza katika mambo yote. Haleluya. Kwa hiyo twende na akili za wenye haki, tusimame kama anavyotufundisha. Kwa hiyo akasema sisi tuna mshindaje, tunamsukumaje? Kwa sababu wakati nimweleka ule anasukuma na sisi tunamsukuma, anatusukuma. Sasa yeye anasukuma kwa hila. Hiyo tumeambiwa pale mwanzo, silaha yake kubwa ni hila, udanganyifu. Sisi tunamsukumaje? Sisi tunavyomsukuma Mungu, baada ya kusema kwamba twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kusimama yote, mkamilisha yote kusimama, akasema vaeni mkanda wa kweli viunoni. Haleluya. Akasema vaeni mkanda wa kweli. Kweli ni neno la Mungu, kwamba tukijifunga neno la Mungu, maana yake kila hila yake itakayokuja tutaipangua kwa neno la. Ukipangua kwa neno la kibinadamu, la hekima, la theolojia, la filosofia, hufui dafu. Haleluya. Kwa hiyo mkanda wa kweli ni kuweka hazina ya neno la Mungu ndani yako, ili saa yote akitokea kulia, kushoto, nyuma, unachomoa neno, unasimama naye. Ndivyo alivyoshinda Bwana wetu Yesu. Mwende ameshafunga siku 40, ana njaa, anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu,
Unajua wakati anaenda kumjaribu Yesu, ni kwa sababu Mungu alikuwa ameshatangaza ya kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa. Yaani baada ya Yesu kubatizwa pale Yordani. Ile Yesu amebatizwa Yordani, amenyanyuka tu kwenye maji. Si unajua watoto wa Mungu tunabatizwa, ubatizo maji wao tunazama ndani kama hujabatizwa hapa, uhakikishe katibu ana jina lako ili tuweke utaratibu. Haleluya. Kwa hiyo wakati ameshuka kwenye maji, amenyanyuka hivi, Roho Mtakatifu kaachiliwa toka mbinguni. Ili watu wahakikishe kilichotokea, waone kilichotokea, Mungu akaruhusu aje kwa kiwiliwili kinachofanana na njiwa. Lakini Roho Mtakatifu sio njiwa. Haleluya. Akaingia ndani ya Yesu. Halafu sauti katoka mbinguni. Hapo ndipo tunapomwona Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu Mwana yuko ametoka majini amebatizwa. Mungu Roho Mtakatifu anashuka kwa mfano wa kiwiliwili kama cha njiwa, anamwingia Mungu Mwana. Amen. Halafu Mungu Baba sauti inatoka mbinguni. Haleluya. Hebu tumaadhimishe Mungu katika utatu mtakatifu. Mungu Baba akasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Alipotoka tu kwenye maji, ameshajazwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema Roho Mtakatifu akamswaga, kama kumswaga kwa sababu alimkimbiza. Akanapiga mbio, anaenda wapi? Jangwani, kwenda kujaribiwa na Ibilisi. Kwa hiyo kama unaogopa kama unawaza ukijazwa nguvu za Roho Mtakatifu majaribu bye tutaonana mbinguni. Ukijazwa Roho Mtakatifu ndio wakati huo unakimbizwa kwenye majaribu. Haleluya. Kwa sababu shetani anataka akujaribu kile Mungu alichosema. Ngoja kwambie Ibilisi anavyo yani namna Ibilisi anavyotenda kazi zake, wakati mwingine tuwe makini. Wakati anamwambia Adam, nimekupa bustani hii nzuri, nimepanda matunda mengi mazuri, ule mpaka na mti wa uzima, matunda yenye uzima ukila hufi, akaweka pale katikati. Lakini akaweka na mti mwingine wa maarifa, akamwambia miti yote kula kabisa mpaka na mti wa uzima hakuzuilia. Lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usifanye nini? Usile. Mungu amemaliza biashara yake, shetani anaibuka. Anamwambia eti mmeambiwa kabisa msile kabisa katika matunda ya bustani hii. Anasema hapana, tumeambiwa tule kila kitu isipokuwa mti ule wa kwenye katikati ule wa ujuzi na mema na baba tumeambiwa tusile. Akasema kwa sasa siku tukila tutakufa. Akamwambia hapana, hamtakufa. Umeshaona shetani? Kwa hiyo anajaribu kile Mungu alichokisema ili akipangue watu watoke kwenye reli. Kwa hiyo wakati anakutana na Yesu kule jangwani, Yesu ameshafunga siku zake pale, akaitokeza kumwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Shetani alimsikia wakati Mungu anaongea pale. Haleluya. Tunajifunza nini hapo watumishi wa Mungu? Unapotoka unabii madhabahuni, kwani unatoka kisilensa au ni sauti inatoka? Ile sauti ikitoka tu ni neno la kinabii la Roho Mtakatifu. Uwe na habari shetani anafanya nini? Anasikia. Wangapi tuko pamoja? Unafurahia huduma ya Roho Mtakatifu? Hebu tumadhimishe Mungu kama unafurahia. Haleluya. Ikitoka neno la kinabii, shetani anasikia. Sasa hasikii kwa sababu yuko kila mahali kwa wakati mmoja. Lazima tuelewe shetani ni malaika aliyeanguka. Kwa hiyo hawezi kuwa kila mahali kwa wakati. Anafahamje basi? Mapepo yalioko kwa shetani, malaika wa giza walioko upande wa shetani ni wengi mara nyingi sana kuliko wanadamu. Kwa hiyo amewagawanya na anasema kipaumbele wanakokutana watumishi wa Mungu lazima msikilize wanasema nini, mlete ripoti. Kwa tunapoongea hivi wanasikiliza tu. Wakiona jambo ambalo litadhuru ufalme wao wanamkimbizia. Kule mlimani leo amesema hivi. Likitoka la kiunabii ndio wanakimbiza kabisa, wanajua hili limetoka juu.
Sasa likisha toka hivyo, shetani anakuja kumtembelea kila mmoja aliyepokea ile neno la kinabii, anaanza kumjaribisha. Eti inawezekana kabisa mwanadamu akaishi bila kuugua katika dunia hii. Hebu angalia na kuchorea picha. Mahali mbu zimekungata kwa mfano. Hapo unatoboaje? Anahakikisha anatembelea mmoja mmoja mpaka anaua kile kitu. Na kumbe kile kitu litakiwa tukishasikia tuende tukapige magoti tuombe mpaka kifanye nini? Kisimame. Haleluya. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba alipomwambia tu Yesu hivyo, Yesu hakuanza kuzunguka kusema lakini nampenda Mungu ni tabana hivi sio lazima nile mkate. Alichomwa neno la Mungu kwa sababu kweli alikuwa ameivaa vizuri. Haleluya. Akasema imeandikwa. Hebu kanisa lote tuseme imeandikwa. Usiseme ya kwako, sema lililoandikwa. Hapo ndio mtihani unakuja kwa wanaosoma Biblia na wasiosoma Biblia. Kwa sababu kama usomi Biblia, imeandikwa hutaipata. Unaanza kusema hapa sijui nikatafute kwenye Google nione hapa namjibuje, wakati umeshachelewa. Kwa sababu imeandikwa mtu hataishi kwa mkate. Huo unaoniambia nitengeneze. Mtu hataishi kwa mkate peke yake, bali ataishi kwa kila neno litokalo wapi? Kinywani mwa Mungu. Haleluya. Hilo ni neno letu sisi. Tunaishi kwa kila kinachotoka katika kinywa cha Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo Mungu akatupa namna ya kushinda. Akasema vaeni mkanda wa kweli katika viuno vyenu. Akasema na kufungiwa utayari kwenye miguu yenu unaotokana na injili ya amani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vaeni diria haki vifuani mwenu. Ni vitu Mungu anavyo yeye mwenyewe, havitoki mbali. Tuko pamoja kanisa? Akasema twaeni ngao ya imani ambayo kwayo mtaweza kuizima mishale yenye moto wa ile mwovu. Mvae nini? Mnaita chapeo. Mvae chapeo ya wokovu ili kuwa salama kwenye hiyo vita. Alafu akasema twaeni upanga wa Roho, upanga wa neno, upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sasa hayo yote ni bado ni anafafanua kidogo tu silaha anazosema twaeni. Lakini vita hiyo tunapiganaje ya kumshinda? Yeye anatusukuma na sisi tunatakiwa tumsukume. Tunamsukumaje? Ni ule mstari wa 18 kwenye Efeso. Hebu tufungue hapo. Efeso 6 mstari wa 18. Tunaenda kusoma wote. Tumefika? Efeso 6 mstari wa 18 tumefika? Okay. Hebu mstari wa 18 tusome kwa pamoja. Yaani anasema tumesha vaa zote tuna na upanga wa Roho. Sasa 18 anasemaje? 1 2 3 go. Kwa sala zote na maombi, sala kesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa sala ngapi? Sala zote. Na nini? Mkiomba kila wakati katika mkikesha katika jambo lipi? Na kudumu katika kuwaombea nani? Hiyo ndio namna ya kumshindana. Unapokuwa kwenye chumba chako cha maombi, unapokuwa umepiga magoti pale, unapokuwa unaomba katika Roho Mtakatifu mpaka majasho yanakutoka, huachi, unaomba, maana yake hapa unafanya nini? Uko kwenye kushindana. Haleluya. Hebu mwadhimishe Mungu kama umeelewa. Haleluya. Sasa nauliza, lakini usinijibu. Huwa unashindana hivyo au huwa unashindana kwa kurudisha neno gumu? Wakati mwingine nakwambia usinijue. Kushindana ndio huko. Kanisa la Mungu tuko pamoja. Huko ndio kushindana. Hebu leo tuangalie
kidogo kwenye ujumbe wetu, kwa sababu kwa neema Mungu tutaumaliza leo. Ujumbe tulikuwa tunatembea nao ni tunda la Kristo. Haleluya. Tunda la, na tunda tuloanza nalo la kwanza ni kutembea katika maisha ya ujazo wa Roho Mtakatifu endelevu. Na katika kutembea tukiwa tumejaa Roho Mtakatifu kama anavyosema kwenye Efeso 5:18. Anasema tena msilewe kwa hilo neno mvinyo, unaweza kuweka chochote pale, bangi, gongo, bia, kimpung na nyingine. Lakini akasema tusilewe kwa mvinyo kwa sababu huko kuna uharibifu, bali tufanye nini? Tujazwe Roho. Na akaendelea pale kwamba ukijazwa Roho unafanyaje? Amen. Na tukasema tukisha tembea tumejaa Roho, kuna matokeo mbalimbali yanatokana na ukweli kwamba tumejazwa Roho. Na tokeo mojawapo ambalo tumekuwa tunatembea nalo ni kwamba mtu aliyejazwa Roho huwa anafanya nini? Anafanya nini kanisa la Mungu? Hebu tuseme kwa kujiamini sasa, anafanya nini? Anatabiri. Hilo somo tumetoka nalo mbali, mpaka sasa tunaenda kuhitimisha. Tumetoka nalo mbali, tuna nusu saa inatutosha kulihitimisha kwa neema ya Kristo. Haleluya. Sasa kwenye Agano Jipya, kwa sababu nilitoka kule mpaka kwenye Injili, na pale bado ilikuwa ni sehemu ya Agano Jipya la kale. Lakini sasa nataka tuone kwenye Agano Jipya hapa tulipo sasa, kutabiri kuna maana gani? Tunatabirije? Kutabiri kunaleta nini kwenye kanisa la Mungu? Haleluya. Tuko tayari kanisa la Mungu? Sasa nitumie dakika chache kwanza niongelee hilo la Efeso ambalo nafikiri mmesha lifungua. Kwenye Efeso hapo alikosema msilewe kwa mvinyo ambao kuna uharibifu, bali jazweni Roho. Baada ya hapo anaendeleaje ile mistari anayosema mkisema? Hebu anzieni hapo Efeso 5. Mlikuwa mjafungua? Efeso 5 mstari wa 18 mpaka 22. Okay, tusome tu kuanzia mstari wa 18. 1 2 3 go. Haleluya. Jumapili iliyopita tulikuwa tunaangalia jumbe hizi za kutabiri huwa zina ujumbe gani? Zina kitu gani? Tukaona zikiwa na sifa, zikiwa na kumwabudu Mungu, na chache zikiwa na ufunuo wa kimungu. Kwa hiyo na hapa amesema tukiisha kujaza Roho tunasemezana kwa zaburi, kwa nyimbo na tenzi rohoni. Hiyo yuko kwenye sifa, yuko kwenye kumadhimisha Mungu. Haleluya. Kwa hiyo bado tunaona akieleza jambo la kutabiri hapa. Pale anakosema mkisemezana, na mstari huu una mstari pacha wake. Hebu sema mstari pacha. Mstari pacha uko kwenye Wakolosai mlango wa 3. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 16. Kwa hiyo ni pacha. Ukiuelewa ule na huu ni sawa, kitu kimoja.
Anasema neno la Kristo na likae ndani yenu kwa wingi katika hekima. Mmeshafungua? Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Haleluya. Badala ya kusemezana, pale anasema mkifundishana na kuonyana. Ndivyo ilivyo Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, kwa nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimuimbia Mungu kwa neema mioyoni. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Huu ni mstari pacha. Kwa hiyo unaonyesha kwamba kumbe tunapojazwa Roho Mtakatifu, kama tunapojaa Roho kama alivyotueleza kwenye Efeso, kinachofuata ni kufundishana, ni kuonyana kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya zaburi, kwa njia ya tenzi za rohoni. Kwa hiyo unaweza kuelewa sasa kwamba hata hapo, kwa mfano hasa hapo ni kwa Kolosai, si unaona neno kufundishana, si unaona neno kuonyana, tunaona watumishi wa Mungu. Manake kumbe neno la kutabiri huwa linafundisha. Kwa nini? Ni Mungu mwenyewe anaongea na kanisa lake. Kwa hiyo tukijiachia tuwe tunatabiri kwenye huduma zetu, kwenye katikati kanisa tukajiachia kuanza kutabiri, uwe na uhakika kanisa la Mungu litafundishwa. Uwe na uhakika kanisa la Mungu litaonywa namna ya kwenda. Hii kuonywa manake ni kukupa njia ya kwenda ili ustawi katika Bwana. Haleluya. Sasa nataka niende mahali pa kilele zaidi sasa, ambapo tutachukua muda kidogo. Hebu tufungue kitabu cha waraka wa Korinto, waraka wa kwanza wa Korinto. Waraka wa kwanza wa Korinto, mlango ni wa 14. Tumefika mlango wa 14. Sasa ili tuende vizuri hapa, panahitaji kwanza tafsiri ya lugha zilizotumika. Kanisa la Mungu, naomba tupeane attention, tupeane masikio, kwa sababu naenda kuhitimishia hapa. Haleluya. Hapa ndio kilele cha huduma ya kutabiri katika kanisa. Huduma ya kutabiri kilele chake katika Agano Jipya ni hapa. Hebu fungua Biblia yako vizuri. Tunaenda kusoma kuanzia mstari wa kwanza. Kuanzia mstari wa, tuko tayari kusoma? Ujiachilie kusoma, kwa sababu unaenda kuhitimisha ili somo utoke na kile ambacho Mungu alikukusudia utoke nacho. Kwanza natamani kabla hatujaenda mbali uelewe hapa tunakoenda kusoma neno kutabiri limetumika au halikutumika, ili tukishajua limetumika tuone sasa matokeo yake nini. Haleluya. Sasa tunaenda kuanzia kwenye Biblia hiyo ulionayo, alafu mimi nitaenda kwenye Biblia nyingine na nyingine mpaka tuone hili neno kutabiri kama liko hapa kwenye huo mlango au halipo. Si ndio sasa kanisa? Ndio maana ya kufundishwa, kwa sababu lazima uwe na uhakika asilimia zote kwamba hiki kitu kiko hapa. Sasa tunaanza mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema, hebu usomeni nyie sasa, kwa sababu nitakuja kusoma zile nyingine. 1 2 3 go. Amen. Ngoja kwanza. Lakini nataka mpate kufanya nini? Ili neno kuhutubu mlishike sana. Haya, tuendelee. 2 go.
3, 4, 5. Haleluya. Hebu tuongee kidogo kuhusu hii huduma inayoitwa kuhutubu na hii inayoitwa kunena kwa lugha. Sitakaa sana kwenye hiyo kunena kwa lugha, sasa sio somo tunaloenda nalo. Hapa mtumishi wa Mungu anaongea juu ya karama hii ya kuhutubu inavyoweza kulijenga kanisa. Kwamba huduma hii ya kuhutubu inalijenga kanisa. Lakini kuna kipawa au karama ya kunena kwa lugha pia kwenye kanisa. Akasema kanisa likiwa limekusanyika hivi na wote wanasikiliza yule aliyesimama mbele anatakiwa alihudumie kanisa kwa karama ya kuhutubu na sio kwa karama ya kufanya nini? Ya kunena kwa lugha. Kwa sababu gani? Amesema nikihubiri kwa karama ya kunena kwa lugha ninajijenga mimi mwenyewe, kwa sababu naongea mambo ya siri ya Mungu ndani ya moyo wangu. Lakini nyie mtakuwa mnanisikiliza, hamtajua nasema nini. Haleluya. Lakini hapo chini akasema ila kama umesukuma kunena kwa lugha na Mungu amenyanyua atakaye tafsiri, aliyepewa na yeye kipawa cha kutafsiri, ile unanena alafu unaona mwingine amesimama pale ametoa tafsiri, unanena unaona amesimama ametoa tafsiri, basi anasema hilo linafaa kujenga kanisa, kwa sababu watu wanaelewa kinachofanya nini, kinachoongelewa. Haleluya. Lakini kama utaongea tu kwa lugha alafu hamna naye tafsiri, akasema hapo kanisa halifanywi nini jamani? Halijengwi. Mtu ataondoka tu hana kitu moyoni. Lakini akasema karama ya kuhutubu ndio inayolijenga kanisa, kwa sababu ya mambo inayotokea kwenye hiyo karama ya kuhutubu. Haleluya. Tuko pamoja kanisa Sasa mtu mwingine atasema sasa hii karama ya kuhutubu ni ikoje hiyo? Mbona somo letu ni kutabiri, lakini sasa tunaongea habari ya kuhutubu. Kuhutubu kukoje? Tuko pamoja kanisa la Mungu. Sasa ninaomba nitasoma kwenye Biblia ngapi? 2. Yaani tafsiri mbili nyingine. Alafu tutaona jinsi ambavyo hiyo karama imeitwa. Amen. Hebu tuko tayari kanisa, mnisikize. Nimewaambia naenda kuhitimisha, kwa hiyo fungua. Mstari wa kwanza unasema hivi, hii Biblia nayo sema inaitwa SRUV. Ni ile ya kwako hapo, lakini wameiboresha kidogo lugha zake. Amen. Anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kutoa unabii. Hiyo ya kwenu hapo imesema mpate kufanya nini? Sasa hapa amesema mpate kutoa nini? Unabii. Unaona sasa, na haya yote yalitokea kwa sababu Kiswahili kuwa chepesi sana. Lugha hii inatoka kwa Kigiriki ni tajiri. Sasa Kiswahili ni nyepesi. Kwa sababu unakuta wanatumia maneno mengi. Naendelea. Mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye afanyaye nini? Ahutubuye, asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Haleluya. Hapa yeye katumia neno gani? Ahutubuye. Si umeona ambalo linafanana na hizo Biblia zenu, si ndio? Kwa hiyo unaweza kuona ni jambo la kitafsiri linasumbua hapa. Akaendelea mstari wa 4. Yeye anenaye kwa lugha
hujijenga nafsi yake, bali atoae unabii. Unaona hapa ametumia neno tena kufanya nini? Kutoa unabii. Yeye atoae unabii hulijenga kanisa. Hapo kwako alitumia neno ahutubia, hulijenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kutoa unabii. Haleluya kanisa. Kwa hiyo anasema nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kufanya nini? Kutoa unabii. Ambapo huko kwenu amesema zaidi sana mpate kufanya nini? Kuhutubu. Tunaenda pamoja Yeye nataka muone hiki kitu kinafanyaje kazi hapa. Mstari wa 5, mpate kutoa unabii, maana yeye atoae unabii ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kufanya nini? Kujengwa. Kwa hiyo hapa tunaona ametumia kutoa unabii badala ya kuhutubu. Tuko pamoja kanisa Wangapi tunaelewana? Karibu namalizia. Sasa ngoja niende kwenye Biblia tafsiri ya 3 tuone hilo linakujaje hapa. Nakuja kwenye tafsiri, iko wapi tafsiri? Okay, hii hapa. Nakuja kwenye tafsiri inaitwa Agano Jipya, tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Maana yake wamerahisisha mtu akisoma aelewe vizuri kule mwanzo Biblia zile za mwanzo zilikuwa na maana gani hapo. Kwa sababu kumbuka, hii Biblia ulionayo huko Kiswahili chake kinaitwa Kiswahili cha Mvita. Imetafsiriwa miaka mingi sana. Wakati Kiswahili, na ukiangalia maneno mengi yana Uarabu huko. Kwa mfano hakimu utakuta wameandika nani? Kadhi, ambalo ni neno la Kiislamu kabisa, la Kiarabu na mambo kama hayo. Lakini hiki ni Kiswahili cha karibuni zaidi. Na wakati wanatafsiri walijaribu kurudi kule kwenye lugha za kwanza, wakajaribu kuzitafsiri kwamba kwa Kiswahili cha leo nini kingetumika. Tuko pamoja kanisa la Mungu Wangapi wanamuelewa mchungaji hapa? Tumaadhimishe Mungu kwa sana tupa kuelewana. Haleluya. Sasa naenda kusoma, mnisikilize vizuri. Anasema upendo uwe lengo la maisha yenu. Haleluya. Lakini mnapaswa pia kuzingatia karama za Roho. Na itakeni sana karama ya unabii. Tuko pamoja mpaka hapo Amesema karama ya unabii, ambapo huko naye amesema kuhutubu, si ndio? Kwenye Biblia zenu amesema kuhutubu, si ndio? Kwa hiyo hapa ameenda na kama na hiyo ya pili ndio tafsiri. Sasa tunaendelea. Mstari wa 2. Anasema nitafafanua kwa nini. Yaani yeye ameweka kipengele fulani, anasema nitafafanua kwa nini nimesema hivyo. Amen. Anafafanua kwa nini amesema kwamba tutake sana karama ya unabii. Anataka fafanue kwa nini akasema tutake sana. Kuna nini hapo? Tuko pamoja kanisa la Mungu. Akasema wenye karama ya kusema kwa lugha zingine hawazungumzi na watu, huzungumza na Mungu. Hakuna anayewaelewa kwa sababu huzungumza mambo ya siri kupitia Roho. Amen. Mstari wa 3. Lakini wanaotabiri huzungumza na watu, huwasaidia watu kuwa imara katika imani, na huwatia moyo na kuwafariji. Mstari wa 4. Mstari wa 3. Narudia hapo. Anasema lakini wanaofanya nini? Wanaotabiri. Hapo amesema ametumia lugha gani? Ahutubue, si ndio Kwa hiyo tumeshaona kutabiri kumeingia Ndicho nilichokuwa nataka tuanze kuona. Anasema lakini wanaotabiri wanazungumza na watu, kuwasaidia watu
kuwa imara katika imani na huwatia moyo na kuwafariji. Mstari wa 4, wanaosema kwa lugha hujiimarisha wao wenyewe, lakini wanaotabiri huliimarisha kanisa la Mungu. Wanaofanya nini? Wanaotabiri, ambapo huko kwenu wametumia wanaohutubu. Nitaka tuanze kuona kutabiri kumeingiaje kwenye Agano Jipya. Ni hili. Shida ilikuwa ni kwenye lugha zilizotumika kwenye kutafsiri. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Okay, naendelea. Lakini wanaotabiri huliimarisha kanisa la Mungu. Mstari wa 5, ningependa ninyi nyote muwe na karama ya kusema kwa lugha zingine, lakini ninachotaka zaidi ni ninyi kutabiri. Haleluya. Ni ninyi kufanya nini? Kutabiri. Kutabiri ni wito wa Roho Mtakatifu. Amen. Anaendelea, ni ninyi kutabiri. Yeyote anayetabiri ni wa muhimu zaidi kuliko wale wanaosema kwa lugha zingine. Hata hivyo, ikiwa wanaweza kufasiri lugha hizo, basi kanisa linasaidiwa kutokana na kile alichosema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Kwa tumeshaona kumbe kule ya maneno yanayotumia kuhutubu, kumbe ni nini jamani? Kanisa lote nataka nijue sasa kama tumeelewana. Hilo neno linalotumika kuhutubu kwenye Biblia yako, neno lingine ni nini? Tuseme wote ni nini? Kutabiri. Kwa hiyo tumeshaanza kuona huduma ya kutabiri kwenye Agano Jipya. Nitaenda kusema kwa nini kutabiri ni kwa muhimu namna hiyo, lakini hebu twende kwanza mstari ule wa 39. Mstari wa 39, hebu tusome kwa pamoja. 1, 2, 3, go. Kwa ajili ya hayo, ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Haleluya. Takeni sana kufanya nini? Wala msizuie kufanya nini? Hilo najua liliandikwa pale kwa sababu watu walivyosikia hutubuye ni mkuu kuliko anayenena kwa lugha kama hata tafsiri, watu wakaanza kuzikandia. Si unajua kuna watu wengine hawajajiachia waanze kunena kwa lugha. Kwa hiyo wakisikia kama kunena kwa lugha kumeuka pembeni kidogo, na bwana walikuwa wanatusumbua sana wao, rika pata rasha, kwa sio muhimu sana, muhimu kuhutubu. Akasema hapana. Kwa sababu hata hapo juu yake alisema, namshukuru Mungu mimi nanena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Kingekuwa ni kitu ambacho sio cha muhimu, yeye asingenena kwa lugha kuliko watu wote. Na ndio maana hapa akaja kuweka tahadhari, akasema kwamba ndugu zangu mzingatie, mfanye nini? Nataka sana mfanye nini? Mhutubu, lakini msizuie kufanya nini? Kunena kwa lugha. Tuko pamoja Lakini sasa nasoma kwenye ile Biblia ya kusoma kirahisi muone na hapa ametumiaje. Amesema hivyo ndugu zangu, mzingatie sana kutabiri. Hebu mwambie jirani yako, zingatia sana kutabiri. Mwangalie na huyo mwingine mwambie, zingatia sana kutabiri mtumishi. Haleluya. Amen. Sasa naomba niseme kwa nini kutabiri kumekuwa na nafasi kubwa namna hii. Hata nikirudi kwenye hii inayosema kuhutubu, nyie mmeshaelewa sasa kwamba kuhutubu huko ndio kufanya nini? Ndio kutabiri. Kwa hiyo hapo hamna tena kuchanganyana. Anasema mstari wa 3, bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Niseme hivi, hebu mnisikilize kwa dakika. Kwa nini kuhutubu huku kukawa na umuhimu namna hii? Kanisa hili la kwanza, unapoona barua imeandikwa kwa Korinto, kwa Efeso, kwa Thesalonike na kwa wengine na Kolosai, hili kanisa ni makanisa yaliyoanza, yaliyokuwa ya kwanza. Wakati Roho Mtakatifu ameshuka, kanisa la Mungu likaanza, na Paulo akaanza huduma ya kwenda kuhubiri injili kwa mataifa. Haya ndio makanisa yalikuwa yanazaliwa. Sasa nikwambie kitu,
Nikwambie kitu? Wakati haya makanisa yakiwepo, hii Biblia haikuwepo. Usipolielewa hilo, utaanza kushangaa, kwa nini kawa na muhimu namna hii? Hii Biblia ilikuwa ifanye nini? Haipo. Lilikuwepo tu Agano la Kale. Na Agano la Kale sio kwamba lilikuwa eti ni kama Biblia kila mtu anaona, someni mjifunze. Lilikuwa ni lidude likubwa. Linaitwa gombo la chuo. Linazungushwa hivi kama jora la nguo. Alafu ukitaka kusoma sehemu unalifungua hivi, unanyanyua hivi, unarudisha ukurasa moja, unanyanyua, unaenda huku unakamata tena, mpaka unafika kwenye pale unakosoma. Yule anayejua kusoma sasa anasoma Kigiriki au kuna. Kwa hiyo usije ukafikiri eti ni neno kila mtu alikuwa nalo kusoma. Kwa hiyo tunalo kanisa jipya, la Agano Jipya, ambao tumejifunza hapo juu, linahudumiwa kwa huduma ya nini? Ya Roho, sio ya nini? Ya andiko. Lakini Agano la Kale kule ni andiko, liko kule sehemu kubwa. Kwa hiyo inakuaje? Roho aliyelizaa kanisa akaanza kufanya kazi ya kulifundisha kanisa, ya kulijenga kanisa, ya kulifariji kanisa, kwa kuchukua kinywa cha mtumishi na kuanza kukitumia kinabii, au kuanza kukitumia kwa kutabiri. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Kwa hiyo yale maneno ambayo walikuwa wanaongea ya kutabiri yakawa ndio ufunuo. Ndio ufunuo katika lile kanisa, ili litoke pale limefarijika kwa neno la Mungu. Ndio ufunuo kwa lile kanisa lilipokuwa limekaa pale, litoke pale linajibu la Mungu juu ya hali iliyokuwepo. Kwa hiyo lile neno ni Mungu alikuwa analifundisha kanisa kama tunavyofundishana sasa hivi, lakini yeye Biblia iko pale, haiko pale. Lakini yeye anahutubu, analijenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ilikuwa ni muhimu sana. Sasa kanisa limeshakaa hapa, linamgoja Bwana nini? Sasa mtumishi akisimama pale anasema, akianza tu kunena, anasema watabaki watupu hawa. Hawana Biblia, hawana chochote, wanasikiliza Mungu anasema nini madhabahuni. Lakini ukianza kuhutubu, maana yake unaingia kwa lugha wanaielewa. Roho Mtakatifu anasema ujumbe wa kuongea na kila mtu na hali yake, kila mtu na hitaji lake. Haleluya kanisa la Mungu. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Ndio maana akasema wakati mwingine kuhutubu kunaanza kukaja kwa njia ya kunena. Lakini umuombe Mungu karama ya kutafsiri iwepo pale, ili ikitafsiriwa kanisa bado liendelee kufanya nini? Kujengwa. Kwa hili neno kujengwa kwa kanisa, maana yake ni kusikia neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Hilo neno litokalo katika kinywa cha Mungu ukilipokea, linaenda kukustawisha, linaenda kukuimarisha, linaenda kukupa kushinda vita, linakuinua juu. Tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Swali linakuja, hii karama imekufa sasa kwa sababu Biblia hii tunayo? Hapana. Badala yake anatumia neno hili sasa. Mungu anasema neno la wakati uliopo. Sisi tumejifunza Mungu analeta neno la wakati uliopo. Kwa mfano tuko hapa watu wengi hawa, kila mtu kwake, kila mtu, sisi tunasema huu wakati ni wakati uliopo, si ndio? Lakini kwa kila mtu ana wakati wake uliopo. Kwa sababu wakati wangu uliopo, napambana na biashara, nitapata wapi swali jibu la kwamba biashara yangu inataka kufa? Nitapata wapi jibu? Na nimekuwa namuomba Mungu. Huyu mwingine wakati uliopo kwake ni kwenye ndoa, wanasukumana, wanavutana, hawajawa pamoja, wanagombana. Nitapataje jibu kwenye ndoa yangu? Huyu mwingine wakati uliopo ni channel ya uchumi hajakaa vizuri, hana namna ya kupata fedha afanye majukumu yanayohitajika, na amekuwa namuomba Mungu ili sasa mlango ufunguke, asimamishe biashara yake vizuri, ili aishi katika njia ya Mungu, asiishi katika kubangaiza. Si unaona Kila mtu ana wakati wake lakini wote tumekaa sehemu moja, si ndio?
Sasa Roho Mtakatifu anapokuja hapa, na Biblia ipo tayari na mstari tunasoma. Tunapoanza kuongea, karama ya kutabiri ikiingia. Haleluya. Kwa sababu sio lazima kila wakati mchungaji au mtumishi yote mwingine anapoongea hapa anatabiri. Anafundisha maneno ya Mungu yaliyohuishwa, si ndio? Lakini ikitokea Roho Mtakatifu anataka kutoa ujumbe kwa ajili ya watu, mafuta ya kutabiri yanakuja. Huwa tunatumia lugha ya kusema yanashuka, si ndio? Lakini huwa hayashuki. Haleluya. Huwa hayafanyi nini kanisa? Ila yanatokea wapi? Ndani, kwa sababu Roho tayari yuko ndani. Sasa mafuta ya kutabiri yakinyanyuka, yakifumuka, kutabiri kukaanza, hapo sasa Mungu anaanza kutoa majibu, anaanza kuongea na watu mmoja mmoja. Lugha itakuwa moja tu, kila mtu anasikia masikioni mwake, lakini Roho Mtakatifu analithibitisha ndani ya moyo wa mtu, hili ni lile la kwako, hili ni lako. Na yeye anaelewa tu, hili ni jibu lako, hili ni jibu lako. Haleluya. Wakati tunatoka hapa, mtu amepata maarifa ya Biblia, lakini pia pale amepata neno la wakati wake mwenyewe, namna ya kwenda kusonga mbele akitoka hapa. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Ndio maana sasa tunaambiwa tusizuie kutabiri. Akataka sana kila mtu atabiri. Kila mmoja anaanza kutabiri. Unaweza ukawa unatabiri wakati mko hapa Praise Worship mnatuongoza, wakati mafuta yamenyanyuka, wakati wingu limefunika. Yule anayeongoza, mara nyingi Mungu anamtumia yule anayeongoza kwa sababu ndio chombo tutakisia kirahisi wakati huo. Anayeongoza, mafuta ya kutabiri yanafika. Pamoja na kwamba ulikuwa unaimba ulivyokariri Jumanne mlivyokuwa mnajifunza, ghafla unasikia mafuta ya kutabiri yamekuja. Unaendelea kutabiri. Asante Baba kwa sababu unasema ya kwamba wewe ndio nguvu zetu. Unasema wewe ndio kimbilio letu. Hatutafadhaika, hatutaogopa, tutakuwa imara, tutakuwa majasiri kama simba. Umesema Bwana. Asante rika wale wa nyuma wanaendelea kupokea, wanaendelea na chorus, lakini wewe unaongea, unatabiri kwa sababu mafuta yamekuja. Haleluya. Na hawa walioko huku tunapokea ujumbe, tunamwabudu Mungu, lakini tunapokea nini? Ujumbe. Naongea hivyo ili kesho na kesho kutwa tusikie utabiri unatokea huku mbele Praise and Worship. Haleluya. Haleluya. Kama ni mtumishi huko, ni mzee wa kanisa, ni nani, wakati tunaendelea na ibada ukasikia mafuta yamekuja ya kutabiri, unatoa tu signal kwa mchungaji. Mchungaji anasema hebu chukua maiki mpelekee ile ndugu pale. Kuna kitu Roho Mtakatifu ameweka ndani yake. Kwa sababu na huyo aliyeko mbele kama ni mchungaji, naye anashuhudiwa kinachoendelea. Haleluya. Kwa hiyo anapewa maiki, anasimama, unakuta anatabiri kile Mungu ameweka ndani yake. Na anapotabiri unakuta ameongea na mtu pale kwenye kanisa. Haleluya. Unakuta amekupa jibu. Kwa nini? Ni Roho anahudumu. Ni Roho anahudumia kanisa lake. Kwa anahudumu kwa njia zote anazotaka, kwa sababu sisi wote ni nani? Ni vyombo vyake. Hebu muadhimishe Mungu pale ulipo. Wangapi wana shauku ya kutabiri sasa? Wangapi wana kiu ya kutabiri? Penda sana kutabiri, lakini usizuie kunena kwa lugha. Kwa sababu kunena kwa lugha kuna kusaidia wewe wakati unashindana katika ulimwengu wa roho, unashindana na shetani. Huwezi kushindana kwa Kiswahili kumwambia na kupinga. Sasa utaongea, unaomba lisali zima utasema na kupinga mpaka lisali ishe. Unashindana katika roho. Rabaka shekeseke handoroboko, unaona vitu vinaendelea kufunguka. Rapo shikekeke mpaka Roho Mtakatifu anaingia, anaanza kuugua. Unaona anasogea tu, kwa sababu kazi inafanyika katika ulimwengu wa roho. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Hebu simama pale ulipo.